Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni siku ya leo tarehe 20 ya mwezi wa 10 2025 ili tuweze kuzungumza nanyi masuala kadhaa ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa muhtasari, mambo ambayo nimewaitia ili tuje tuzungumze nanyi ni mambo makubwa matatu au manne kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni kuwapeni taarifa kuhusu hali ya usalama katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa katika nyakati hizi za kuelekea katika uchaguzi mkuu. Ninayo furaha kuwaambia kwamba mpaka muda huu mkoa wa Dar es Salaam upo salama sana. Mimi pamoja na wenzangu, kwa maana wakuu wa wilaya, jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola, tumeendelea kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaendelea kulindwa, lakini wanakuwa na furaha katika kutekeleza shughuli zao za kila siku ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nayo furaha pia kuambia kwamba nyakati hizi za kuendelea na kampeni za uchaguzi zinazofanywa na vyama vya siasa vilivyojitokeza kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu, wagombea wao wa ngazi ya urais, ubunge pamoja na udiwani wameendelea kunadi sera zao vizuri katika mkoa wetu bila kuingiliwa na viashiria vya aina yoyote vya uvunjifu wa amani. Nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola pamoja na vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kwa kuwa ni mabalozi wazuri na kuwa ni kielelezo imara cha masuala ya amani katika taifa letu. Siku ya leo ya tarehe 20 tunayo pia ratiba ya mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia atakuwa Dar es Salaam kuanzia tarehe 21, tarehe 22 na tarehe 23 kwa kufanya mikutano mitatu. Mkutano utakaofanyikia katika viwanja vya Leaders, mkutano utakaofanyikia kule katika uwanja wa kule Kinyerezi, na mkutano mwingine utakaofanyikia viwanja vya TANESCO kule Temeke. Niwahakikishie wana CCM wote na Watanzania kwamba mgombea huyu atanadi sera zake katika mkoa wetu na kuondoka salama bila kuingiliwa na kitu chochote, kama ambavyo tumefanya hivyo kwa wagombea wengine wa vyama vingine vya siasa. Kwa hiyo ni waase pia Watanzania kwamba tuendelee kuwa wasikivu na ushirikiano wa kutosha kwa vyama vyote vya siasa bila kujali ukubwa ama udogo wa chama, huku sote tukiwa na imani kuwa tunaijenga nchi moja kwa maslahi mapana na maendeleo ya Watanzania. Sanjari au sambamba na hilo, tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 taifa la Tanzania linakusudia kuwa na uchaguzi mkuu. Nitoe rai pia kwa Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kwenda kushiriki haki hiyo ya msingi ya kidemokrasia, na ili hali mkijua kuwa demokrasia ni moja ya kiashiria cha utawala bora. Tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua viongozi tunaowahitaji. Tujitokeze kwa wingi kwenda kushiriki mchakato huo wa kidemokrasia ambao ni takwa la kisheria lililoorodheshwa ama kuandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na marekebisho yake. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kutoa miongozo yote ya namna kushiriki uchaguzi huu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kuwaeleza pia Watanzania wote kuwa tupuuze yale masuala yote yaliyopo katika mitandao yanayoonesha kutisha watu, yanayoonesha kukejeli watu, yanayoonesha kukejeli au kudhihaki vyombo vya dola, na yanayoonesha kuligawa taifa la Tanzania, na yanayoonesha mambo mengine yote ambayo hayafai kwa Mtanzania. Kwa wenzangu wafanyabiashara wa biashara zozote zile katika maeneo mbalimbali ya Kariakoo na maeneo mengine ya Tanzania ama hapa Dar es Salaam,
msiogope jambo lolote. Endeleeni kufungua maduka yenu kama ambavyo mnafanya. Endeleeni kufanya biashara saa 24 kama ambavyo mnafanya, pamoja na watu wengine wote kuendelea na shughuli zao kama ambavyo wanafanya, kwa sababu viashiria vya aina yoyote vya uvunjifu wa amani vitaendelea kushughulikiwa vikali, vitaendelea kushughulikiwa kwa sheria na vitaendelea kushughulikiwa kwa nguvu kubwa sana na vyombo vya dola pamoja na Watanzania sote ambao tutashiriki katika mchakato huu wa kuchagua viongozi tunaowahitaji.